Tupo katika Dominika hii ya 4, Dominika ya furaha. Dominika ya furaha hii tunakutana na injili ya kipofu aliyezaliwa akiwa kipofu. Kwa maneno mengine, wote hapa tukitafakari, tukaangalia, tutaona umuhimu wa mwanga. Na tukiangalia hata hapa tunaona kwamba taa zitoshi, ndio maana kwamba muonekane vizuri kwa sababu ya mwanga kuwa kidogo. Hata pengine hata wanahabari wanajaribu kuwachukua wachukuaji, kwa wanajaribu umuhimu wa mwanga. Ukimwona mtu anaanza kuwasha tochi wakati jua ni kali kabisa mchana, unaweza kusema kwamba huyu inaonekana mambo yake si sawa. Na ukiangalia katika maisha yetu, na ndio maana sasa kama jamani, tuuze macho. Kiungo muhimu. Macho ndio taa ya mwili. Ni kwa sababu ya macho tulio nayo tunaona vitu vingi. Tunaona gari linakuja, tunaona hatari mbele yetu. Na ndio maana kunapokuwa giza, tunahitaji taa, tunahitaji tochi itusaidie kuona hatari, kuona vitu vilivyo mbele yetu, kuona kile ambacho tunataka kukifanya. Tunahitaji mwanga. Katika injili ya leo, Kristo anajitambulisha. Alijitambulisha kwa hawa Wayahudi, hawa Mafarisayo. Na hasa tunaposoma katika injili ya Yohane sura ya 1, pale anapoelezea chanzo, au tunaweza kusema kwamba Yesu alitoka wapi. Hapo mwanzo kulikuwa neno, neno alikuwa kwa Mungu, neno huyo alikuwa Mungu. Kafika wakati kafanyika mwili akaja kwetu. Lakini alipofika ulimwenguni humu, yeye ndiye aliyekuwa anawapa nuru, anawatia nuru wale wanaokuja katika ulimwengu. Alikuja kwa watu wake, lakini hawakumtambua. Katika somo hili tunayasikia au tunayasoma katika kipindi cha Christmas, kipindi cha Noeli. Lakini sasa leo anatuambia kabisa yeye ni nuru ya ulimwengu. Tunapenda mwanga, tuende kwa Yesu. Tunavyoelezea. Na katika hili anaelezea kupitia huyu anayeponya. Kwa maneno mengine, hajawahi kuona mnyama, hajawahi kuona chochote, hata wazazi wake hajawahi kuona walivyo usoni. Ni kitu kizito. Amezaliwa kipofu. Kwa Wayahudi, huyu aliyezaliwa kipofu hivi au amezaliwa ana hitilafu katika mwili wake ni mdhambi. Ndio maana amezaliwa hivi. Ndio maana ukiangalia mwanzoni mwa injili tunaona wanafunzi wanauliza, huyu kipofu, huyu anaomba huyu, je, ni yeye mwenye dhambi au wazazi wake? Katika injili hii Yesu anasahihisha mitazamo hiyo, fikra hizo anazisahihisha na kuwaonyesha watu wajue kwamba si swala la dhambi hapa. Ndio maana anasema kwamba ili kazi za Mungu zidhihirike. Yeye ni nuru ya ulimwengu. Na anaposema yeye ni nuru ya ulimwengu, maana yake katika dunia hii kuna vipofu wengi. Tunauona sasa upofu wa aina mbili hapa. Na ndio maana alipokutana naye mara ya pili, alimuuliza, unamwamini mwana wa Mungu? Hamjui ni nani. Anajitambulisha kwake, ni mimi hapa ambaye ni nuru ya ulimwengu. Umepata kuona kwa sababu yangu mimi. Namwamini, naamini. Hata kabla ya kuonana aliulizwa, ilikuwa kuna swali pale. Walikuwa wanamuuliza wale jamaa ambao hawataki kuelewa chochote.
wewe unasemaje juu ya mtu yule aliyekufumbua macho huyu? Alijibu ni nabii, na aliwajibu vizuri. Wanasema ni mdhambi, lakini anasema mwenye dhambi Mungu anamsikiaje? Anayo imani hiyo. Sasa anapofika hapa anajitambulisha kwake rasmi. Je, unamwamini mwana wa Mungu? Ni nani huyo mimi nipate kumwamini? Ni mimi hapa nayeongea, namwamini. Akasujudu. Kwa hiyo hapa vitu viwili amevipata kama zawadi kutoka kwa Yesu Kristo. Kuona kimwili, kwa sababu hiki kilikuwa kikwazo kwake. Alikuwa anashindwa kuona kikwazo hicho, kuona kimwili. Kwa anarudishiwa uwezo wa kuona, moja. Lakini pili tena anapata zawadi ya kuona kiroho. Kwa maneno mengine sasa, anapata uwezo wa kuona katika jicho la kiroho. Kwa hiyo ni zawadi, jicho la kiroho. Kwa Yesu anamponya mwili na roho, anamponya mwanadamu mzima. Na kwa sababu hiyo tunaona sasa jicho la kiroho ambalo ni muhimu, ambalo lazima tutafakari wote. Jicho la ndani, jicho hilo ambalo ni jicho la imani, jicho ambalo linaniwezesha mimi ninapojongea mbele kwenda kupokea Ekaristi Takatifu, nimuone Yesu katika imani, na nijue kwamba ninaye ndani mwangu, nimempokea, na kwa sababu sina mahangaiko. Kwa sababu katika jicho hilo la ndani lazima uwepo mwanga ili uweze kuona, na Yesu anasema yeye ndiye mwanga. Sasa hiyo ni muhimu hiyo. Kwa hiyo tunapata uponyaji wa kimwili na kiroho. Huyu kipofu alipata uponyaji wa kimwili na kiroho. Wale ambao ni Mafarisayo wanayojifanya ni wajuaji, ni vigumu kwao uweza kupata zawadi kama hii. Kwa sababu gani? Wamejaa kiburi, majivuno, wanaona ujuaji, wanaona kwamba Yesu si kitu, na wako tayari. Ndio maana maneno ya mwishoni kule anayasema wazi wazi kwamba ninyi hapa mnaona kabisa mna dhambi. Kwa sababu mna dhambi, kwa hiyo mnawashutumu wale ambao wanaumwa kwamba hawa ndio wenye dhambi, na hawa wanaponywa. Lakini nyinyi kwa sababu mnaona kwamba mna dhambi, dhambi yenu inakaa, haiwezi katoka. Ili uweze kusamehewa dhambi zako, unahitaji kuwa mnyenyekevu, na katika unyenyekevu wako huo unakusaidia wewe kuingia ndani mwako na kusema kwamba Mungu, naona hapa niko mbali na wewe, naomba msaada wako, naomba neema zako niweze kutenda inapasavyo kama mtoto wa Mungu. Kwa hiyo tunaona hilo jicho la hiyo ni zawadi hiyo. Inaonyesha vile vile Yesu ni mwanga. Kumponya kipofu unatualika sisi tutoke katika giza la dhambi, tuingie katika mwanga, tumtambue Yesu na tuingie katika utukufu wake. Tuko katika kipindi cha Kwaresima, na katika kipindi cha Kwaresima ni kipindi kinachotukumbusha, kinatukumbusha kujikarabati, kuacha vilema vyetu vinavyokuwa ni kikwazo kumwona Mungu, vinavyotufanya tuwe vipofu, ili tuweze kuona mwanga, na katika mwanga huu tuweze kuelewa vizuri. Na ndio maana katika somo la pili natukumbusha hayo kwamba watoto wa mwanga na zawadi za mwanga ni wema, fadhila zote hizo, na hizi fadhila hizo za mwanga ambazo zote ni zawadi ya Mungu zinamfanya huyo Mkristo aitwe Mkristo, si kwa sababu jina lake ni la Kikristo, ya kwa sababu maisha yake yanang'aa, maisha yake yanaangaza, maisha yake yanavutia, maisha yake yanatangaza neno la Mungu na maisha ya Mkristo. Kwa sababu hiyo ndio maana
somo la pili hilo linatuelekeza huko, ambapo Paulo anaongea na Waefeso, Paulo anaongea na sisi. Lakini pamoja na hayo, pamoja na hayo yote, kupata zawadi hiyo ya kuona na hiyo, na katika somo la kwanza ndio hilo linatuelekeza zaidi katika maisha yetu ya kibinadamu zaidi. Katika somo hili tunaona kabisa limechukuliwa katika kitabu hiki cha Samueli, na katika kitabu hiki cha Samueli inaonyesha kwamba Sauli kama mfalme wa kwanza wa Israeli hajafanya vizuri, hajafuata maelekezo, na kwa sababu hiyo Mungu anataka amweke mfalme mwingine, na anayetaka kumweka mfalme mwingine atoke katika familia ya Yese, na ndio maana anamtuma huyu Samueli akampake mafuta, na anapompaka mafuta maana yake anakuwa masihi wa Kristo, wa Mungu, masihi wa Mungu, akapakwe mafuta. Sasa anapoenda pale kwa mwanadamu, sisi sote tulivyo, ni mambo gani tunaangalia hata katika safari yetu ya maisha, hata katika mahusiano yetu, hata katika makuzi yetu, jinsi mtu anavyoonekana kwetu. Na katika hili ndio maana wanafalsafa wa zamani walielezea hivi, upendo huu unagawanyikaje, urafiki unagawanyikaje. Unaweza ukawa na urafiki ambao ni urafiki kwa sababu tu furaha mnayokuwa mkiwa wawili, kuna kitu kinachowafurahisha, kikishaondoka unaondoka. Au huyu anaweza kawa ni rafiki kwa sababu anakupatia kitu, au ni mfadhili wako kwa sababu ni rafiki, akiacha tu urafiki mwisho. Sasa urafiki wa kweli ni upi? Ndio hiyo neno la agape linatoka huko, ambao kwenye upendo wa kweli. Upendo wa kweli unamchukua mtu alivyo, si anavyoonekana, alivyo. Kama ana madhambi yake, ana mapungufu yake, anapokelewa alivyo. Na haya yanaelekea hata katika ndoa. Katika yote haya unampenda huyu kwa sababu ya sura yake, anavyoonekana kwako, au alivyo kama binadamu. Kwa sababu ukisema anavyoonekana kwako, kama mnaoana kwa sababu ya sura na nini, mwisho wake sura hizi zinapotea jinsi umri unavyokwenda. Na kama zinapotea jinsi umri unavyokwenda, na kwa hiyo na ndoa ndio ishie. Fahamu? Kwa hiyo ndio maana katika somo hili Mungu anamfundisha Samueli. Alipoanza kusifia, anamwangalia anayekuja mbele yake, ana sura nzuri, ana umbo nzuri. Sasa huyu ndio Mungu amemchagua. Lakini Mungu akasema, sio huyu, mimi huyu nimemkataa, huyu si huyu nilimchagua, ni mwingine kabisa. Kamlete Daudi mdogo kabisa ambaye alizaulika kwamba huyu yuko kuchunga ng'ombe, hahitajiki tu. Kamwite yule, ndio huyu Mungu aliyemchagua. Mungu anaangalia moyo wa mtu. Kwa maneno mengine, Mungu anatujua tulivyo, mawazo yetu, tunavyokaa, tunavyosimama, tunavyoongea. Kama ni unafiki, atajua kabisa huyu mnafiki kwa neno lolote tutakalotoa. Cheki huyu anavyoongea unafiki mbele ya wenzake, atasema hivi. Na kwa sababu ndio maana tunakumbushwa hivi kwamba jamani, Mungu anaona moyo wa mtu. Na kwa sababu hiyo, kama binadamu tuangazwe na Mungu, tuangazwe na Kristo katika hukumu zetu wakati fulani tunazotoa. Unamwona mwenzako na macho mekundu, unasema huyu jamaa mchawi, huyu ni mshirikina, huyu. Unaona mwenzako amekaa kimya hivi, pengine kuna kitu kinamsibu, nasema amenuna, ni mkali huyu. Utasema hivyo yote, lakini si hivyo. Kwa hiyo tuangazwe na Kristo mwenyewe katika hukumu tunazozitoa kwa wenzetu na kwa majirani zetu. Tuwapokee wenzetu walivyo kama watoto wa Mungu.
Kuna sala ilikuwa inasaliwa wakati mwingine nasema kwamba jamani, mwanadamu ni sura na mfano wa Mungu. Mwanadamu huyo ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu kama mimi. Na kwa sababu hiyo nimtendee mwenzangu huyu ambaye ni sura na mfano wa Mungu kama mimi. Nisiende kinyume. Ninayemtendea mwenzangu huyu namtendea Mungu. Ni kwa sababu hiyo ndio maana tulichambua hiyo, tuangalie hivyo. Na ndio maana tunaposema kama ni Dominika ya furaha, ni Dominika ya furaha kwa sababu tayari tunaweza kusema kwamba tumeshapita karibu nusu ya kipindi cha Kwaresima. Tumemaliza nusu. Nusu nyingine imebakia, tuelekee katika sherehe za Pasaka. Sasa zisitukute tupo katika giza. Bado tumekumbatia vilema vyetu. Tuombe uponyaji. Uponyaji katika upofu wetu. Ndio huu unafanya hata wakati fulani tuchukiane. Upofu wetu ndio unafanya wakati mwingine tuwekeane uhasama. Ndio maana katika kuhukumiana huko wakati mwingine tunachafuana. Ni wakati fulani tunasengenyana. Tunazushiana. Kesi zinazobambikizwa nyingi katika hayo yote kwa sababu ya ubinafsi nao. Wakati fulani katika biashara maana wengine ni wafugaji, wengine ni wakulima. Maana wakati fulani anasema hili shamba hili ninalolima hili ndio chakula na watoto wangu. Hili shamba ninalolima hili kwa ajili ya biashara. Kwa nitaweka mambolea, nitaweka nini. Hawa kuku hawa ni kwa ajili ya biashara. Hawa kuku hawa kwa ajili ya familia kula. Kwa hiyo hawa kuku wa biashara naweka midawa mbali na nini, nauza nipata hela. Ni dhambi. Kwa sababu kama wewe unashindwa kula, kwa nini mlishe mwenzako? Yote hayo lazima tuyangalie. Sasa katika ulimwengu huu ambao unaangalia kila kitu katika matumizi, unafanya vile vile hata mwanadamu mwenyewe atafsiriwe kama yupo katika matumizi. Nipo karibu na huyu kwa sababu ananisaidia hivi. Ningependa niwe karibu na huyu kwa sababu anafanya kazi kwa nguvu. Lakini simulipi. Ubinafsi unatawala, na huu ubinafsi huu pamoja na yote yanayotokea katika ulimwengu huu yanafanya tuwe na mila ya kifo ambayo hakuna naye mjali mwenzake. Kwa sababu hiyo katika uponyaji ambao Kristo mwenyewe ndio mponyaji na mganga wetu mkuu wa mwili na roho, tumkimbilie yeye pate kuona kimwili, kuona kiroho. Tuombe neema zake zituongoze daima kama wana Kimara Ng'ombe.